Bwana Yesu apewe sifa. Nimerudi mara nyingine ili tuweze kumalizia kipindi cha siku ya leo. Sehemu yetu ya 8 ambayo tunaendelea kujifunza kumjua Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukimjua, ukimfahamu na ikiwa yuko ndani mwako, utajua namna ya kutembea na yeye. Haleluya. Utajua namna ya kutembea na yeye. Na atakavyokuwa na kutumikisha, utakuwa unaelewa huyu ni Roho Mtakatifu anasema na mimi. Sio kila mara Roho Mtakatifu atakutumia kwa njia ya kunena kwa lugha. Na watu wasidhani kwamba mimi nachukia kunena kwa lugha. Napenda sana kunena kwa lugha. Sana kupita kiasi. Sana. Napenda sana kunena kwa lugha. Sana. Lakini kwa njia ambayo Roho Mtakatifu amekujalia. Sio kwa msisimko. Sio kwa msisimko. Wengine wanafanya hivyo kwa msisimko tu ili aonekane kwamba na yeye yuko na Roho Mtakatifu. Asiponena kwa lugha watu hawatajua kama ana Roho Mtakatifu. Hapana, huko ni kunena kwa lugha kwa msisimko, alafu inafika mahali mnaanza kukariri. No, never. Ila napenda kunena kwa lugha. Sasa tunapoendelea kujifunza habari ya Roho Mtakatifu, ukimwelewa Roho Mtakatifu, ukimfahamu vizuri, ukimjua Roho Mtakatifu, atakusemesha kwa njia mbalimbali tofauti na kule wewe unakozania kwa kunena kwa lugha. Ambako ukimwelewa, ukimfahamu, ukimjua, wakati anakusemesha utajua. Utasema huyu ni Roho Mtakatifu anasema na mimi. Utajua hii ni sauti ya Roho Mtakatifu anasema na mimi. Kuna mtu hajanielewa. Nasema nini? Roho Mtakatifu ndiye Roho wa Yesu Kristo ndani yako. Roho Mtakatifu ndiye Roho wa Mungu ndani yako. Sasa wakati Mungu anasema na wewe, utajua kwa sababu ulishamuelewa, ulishamjua, ulishamfahamu. Haleluya. Utagundua hili wakati Samueli anaitwa na Mungu. Kwa sababu alikuwa hajajua, alikuwa haelewi, alikuwa hafahamu mambo yale yanakwendaje. Aliposikia sauti akiitwa Samueli, anaamka, anaangalia, haoni mtu. Anaenda kwa nabii Eli, anauliza, vipi mzee, umeniita? Eli anasema, no, hapana, sijakuita. Nenda kalale mwanangu. Anaenda kulala. Anasikia sauti, Samueli. Samueli anashtuka. Mbona nasikia mzee ananiita? Anaenda mbio kwa mzee. Mzee, niko hapa, nasikia umeniita. Hapana, nenda kalale mwanangu. Samueli anaenda tena kulala, anasikia sauti ile narudi. We Samueli. Sasa ajabu, Samueli aliporudi kwa mzee, mzee akamwambia hivi, sasa nimeelewa. Angalia, ukasikia hiyo sauti tena inakuita. Itika. Sema, mimi hapa Bwana. Mimi hapa Bwana. Sema nisikie. Haleluya. Samueli sasa wakati aliporudi kulala, ile sauti ilipomjia, Samueli. Samueli akasema, nimeshapewa mbinu na mzee. Mzee alisema niitike. Sema Bwana. Sema Mungu wangu. Mimi niko hapa kukusikia. Ndipo Mungu sasa akasema,
Huyu amejua, huyu ameelewa sasa. Ndipo Mungu akaanza kujifunua kwa Samueli. Akamweleza Samueli mambo yatakayokuwa. Alipomweleza Samueli, walipoamka asubuhi, kumbuka alikuja kwa Eli karibuni mara 3 hivi. Sasa Eli anagundua kwamba mkuu, kuna neno alimueleza huyu dogo huyu. Acha nimuulize huyu dogo, vipi? Ilikuwaje? Samueli akataka kumficha Eli, lakini Eli akamwambia, dogo, usinifiche. Mimi nina muda sijaongea na huyo mzee. Neno la Mungu tamu sana. Eli anamwambia, dogo, usinifiche neno bwana. Wewe nieleze. Huyu mzee wa siku amekueleza nini? Mzee wa siku amesema nini? Bana, niambie. Maana hivi nina siku haja niambia chochote. Amesema nini? Samueli atafuta kuficha, lakini Eli akamsisitiza, akamwambia, bwana, niambie tafadhali. Usinifiche. Ndipo Samueli akamweleza yale ambayo Mungu alizungumza naye katika usiku ule. Lakini hatuko kwenye somo hilo. Nataka niseme nini hapa? Ukimwelewa Roho Mtakatifu, utaisikia sauti yake. Utajua mwongozo wake. Sasa Roho Mtakatifu ndilo somo letu, kumjua Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu na mshauri wa uungu anayewasaidia Wakristo kuelewa maandiko matakatifu na kweli nyingine za rohoni kwa ufunuo wa pekee. Hiyo siri ulikuwa unaijua? Labda sijui niseme nini, lakini nauliza, ulikuwa unajua hiyo siri? Roho Mtakatifu ni mwalimu, moja hilo. Ni mshauri wa uungu anayewasaidia, manake anayewasaidia Wakristo kuelewa maandiko matakatifu. Ili uelewe maandiko matakatifu unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna watu wengi wanasoma maandiko matakatifu kama anavyoweza kusoma kitabu kingine cha historia, kama anavyosoma kitabu cha hadithi, kama anavyoweza kusoma kitabu cha jiografia, kama anavyoweza kusoma kitabu cha sayansi. Lakini anaposoma anaona, nasoma hii mambo mbona sielewi? Sasa ili uelewe unamhitaji Roho Mtakatifu. Ili uelewe unamhitaji Roho Mtakatifu. Sasa huyo Roho Mtakatifu atakuelewesha kuyaelewa maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu atakufanya ugundue ukweli wa neno la Mungu. Roho Mtakatifu atakufunulia na siri nyingi za rohoni kwa ufunuo wa kipekee. Kwa yale mengine ambayo wengine hawayajui, wewe ukiwa na Roho Mtakatifu, wakati unalisoma neno la Mungu, wakati unajifunza Biblia, wakati unapekua maandiko kuyasoma, utakuwa unapata revelation. Haleluya. Utakuwa unapata ufunuo wa neno la Mungu. Utakuwa kumbe ndivyo ilivyokuwa hivi. Kumbe ndio hivi. Unaona Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, unalisoma neno, anakufunulia. Hebu tusome maandiko matakatifu katika waraka wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 2 mstari wa 10 hadi 15. Usikie vile anasema.
Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Anayesema nani? Paulo anasema Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho uchunguza yote. Nasikia? Roho Mtakatifu. Roho uchunguza yote. Sikiliza vizuri sana. Hata mafumbo ya Mungu, Roho Mtakatifu anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Haleluya. Ili upate mafumbo ambayo yamefichwa. Fumbo manake ni kitu ambacho kimefichwa ukijui. Mungu ameweka mambo katika mafumbo ili sasa upate ufumbuzi. Lazima uwe na Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa sababu ili kupata fumbo za Mungu unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni yeye ndiye anachunguza hata mafumbo ya Mungu. Kuna watu wengi wameota ndoto nyingi za mafumbo. Anaamka hivi, nimeota lakini sielewi. Sasa ili uelewe unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni yeye ndiye anajua mafumbo ya Mungu. Neno la Mungu tamu. Ni yeye ndiye anajua mafumbo ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anajua mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo unahitaji kumwelewa Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Najua tuko pamoja paka pale. Inaendelea kusema hivi. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Sisi binadamu tumeumbwa, kila mtu na roho yake. Na kila mtu anawazaka vile anawaza katika roho yake. Lakini kama hajavisema nje, kama hajatamka, mnaweza mkakaa na mtu hapo yuko kimya, haongei, hasemi, na mko wote pamoja, lakini hujui ndani ya roho yake anasema nini. Hujui ndani ya roho yake anafikiria nini. Hujui ndani ya roho yake anapanga kufanya nini. Huwezi kujua. Ila roho yake mwenyewe anajua ni nini anafikiria, anajua ni nini anawaza, anajua ni nini anapanga kufanya yeye mwenyewe. Na hivyo ndivyo ilivyo Roho Mtakatifu. Sini roho wa Yesu Kristo. Atawezaje kujua mambo ya Yesu Kristo, habari za Yesu Kristo? Atawezaje yeye anaitwa Roho wa Mungu. Atawezaje kushindwa kujua mafumbo ya Mungu, na yeye ndiye Mungu mwenyewe? Haleluya. Kwa hiyo unamhitaji Roho Mtakatifu. Sikiliza, anasema hivi. Hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Mambo ya Mungu hakuna naye yafahamu isipokuwa Wakristo tunayafahamu mambo ya Mungu kupitia Roho wake, kupitia Roho wa Mungu. Ndiye tunamuita Roho Mtakatifu. Haleluya. Mstari wa 12 anasema hivi. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Wakristo hatukupokea roho ya dunia. Sisi Wakristo hatuna roho ya dunia. Sasa ukiniuliza roho ya dunia ndio roho gani, hapo unanipeleka katika somo lingine. Lakini sisi hatuna roho ya dunia. Na kwa akili zako tu unaweza kujua roho ya dunia ni roho aina gani. Yuko wazi. Sisi hatukupokea roho wa dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Sisi tumepokea roho ambaye ametoka kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Tunapoyanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Hapana. Hapana. Bali yanayofundishwa na Roho. Amen. Yanayofundishwa na Roho.
tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Unasikiliza neno la Mungu? Unasikiliza neno la Mungu? Tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Ndio maana watu wengi wanapata changamoto kama nilivyosema. Sana. Kitu ambacho kimewatesa watu sana, kuelewa sauti ya Mungu. Mungu anaweza kuwa anasema na wewe, lakini kwa sababu hujui kutafasiri mambo ya rohoni, unaweza kwenda ukaingia kwenye hatari, na kumbe Mungu alikuonya, ila haukujua. Wengine wameota mpaka kwenye usingizi. Wameota mambo ya ajabu. Wengine huenda wameota mambo ya wao kuwafanikisha katika maisha yao, lakini waliota katika mafumbo, hawakujua kufasiri. Wengine waliota mambo ambayo yatawaingiza kwenye hatari, kwenye ndoto, lakini aliota katika fumbo, hakuweza kufasiri. Sasa maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Mwanadamu yeyote wa tabia ya asili, mwanadamu yeyote wa tabia ya asili hayapokei na hawezi kupokea mambo ya Roho wa Mungu. Hawezi kupokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Hivi wengine wanaposikia kumjua Roho Mtakatifu, kumfahamu Roho Mtakatifu, kwa wale ambao wana tabia ya asili, watu wa tabia ya asili, kwa hao watu haya mambo ni upuuzi. Haya mambo ni upuuzi, lakini nakuletea ni siri tu. Basi haya mambo kwao ni upuuzi. Nasema ni upuuzi, wala hawawezi kuyafahamu kwa kuwa hayatambulikani kwa jinsi ya roho. Kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mambo haya yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni, mpaka uwe na Roho Mtakatifu ambaye atakuwa na kufunulia mambo haya. Haleluya. Ambaye atakuwa anakufunulia mambo haya. Sasa sikiliza vizuri hapa. Andiko la nena hivi: lakini mtu wa rohoni uyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Mtu wa rohoni uyatambua yote. Neno la Mungu raha. Mwimbaji mmoja akaimba hivi: nimefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama imara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Yesu, ewe mwanadamu simama imara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama imara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama imara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama imara. Ewe mwanadamu simama imara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana. Kwa siku ya leo tuishie hapo. Wito wangu kwako ni kwamba kama hujaokoka, fanya hima umpokee Bwana Yesu Kristo. Na ikiwa unapatikana katika mazingira haya yetu, basi fanya nguvu uje upesi uokoke. Tutakubatiza katika maji mengi na Yesu Kristo atakujaza Roho wake, nawe utapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Tunakualika, karibu sana. Yesu anakuhitaji. Yesu anakupenda. Usichelewe. Na Bwana akubariki. Amen.